Baada yule jamaa pale kuondoka, mimi nikiwa nimelala pale kitandani nikiwa na ile night dress yangu nyekundu ambayo aliniletea zawadi. Baada ya kudisapia nikafunga milango nikarudi zangu chumbani wa Tanzania, nikapanda kitanda kuendelea na usingizi wangu, lakini sikuweza tena. Wa Tanzania nikawa kwenye penzi zito, nikawa niko kwenye romantic, nikisikia yule bwana alipuliza perfume kwenye kile kitanda changu. Perfume ile nilikuja nikaibaini baadaye, si kwa pale pale. Jamani wa Tanzania, ile perfume ilikuja ikanilewesha. Mule ndani nikawa ninahangaika. Nachukua mito na ichumu. Na ilaza pale na iweka ile harufu yake nakwambia. Jamani. Hapo na busu mito wa Tanzania. Bwana kashatoka, mimi na busu mito. Nikaona mito haitoshi. Ile harufu ya perfume nikakushanya yale mashuka yote. Pa. Nikaanza kuyashumu. Niko peke yangu chumbani wa Tanzania nikiwa niko romantic na mashuka yangu, baada yule bwana kuiacha ile harufu pale ya ile perfume yake ya Marugadeni. Asubuhi paka kucha, mtoto wa kike, nikaenda zangu nikakoga, nikajiandaa kwenda kazini. Nikatoka ndani mwangu kwenda zangu kazini. Kufika zangu kazini wa Tanzania, kila mteja anoingia, how are you? Nataja jina la yule mwanamume. No, I'm not the one. I'm your customer. I'm so sorry. I was thinking it's Lighton. Can I help you, Lighton? No, who? Me? I'm not Lighton. I'm your customer. How you know my name? I don't have that name. Excuse me? Excuse who? You? Yes, excuse me. Wa Tanzania. Kila anaingia pale kazini kwa siku ile akanaitwa Lighton. Ndugu yangu, kila nikipanga dizaa mimi kichwa changu kinamwaza Lighton. Wa Tanzania. Break ikafika. Chochote napiga simu haipatikani. Bwana yule mpaka kupigie yeye, sio wewe mpigie. Kwanza hilo lilikuwa jingine moja. Natoka kazini, ule bwana akapiga simu sasa. Vipi mrembo? Kaambia mrembo niko nyanga nyunga, nimekumisi na kufa. Nikaanza kulia kwenye simu. Nakupita vile. Yule bwana akaniambia na nyamaza. Me too my baby. Why you crying? Why you crying? Kala namuona kwa alikuwa kicheka. Mimi tena pale nalia. You know. I love you. Mtu mzima mchimvi. Uzinifu? Uzinifu Mungu asiturudishe tena. Mungu asijakanirudisha tena, ndugu yangu. Tena kama nitakosa mume ndo nife tu wa Tanzania, lakini mimi nimekoma wa Tanzania. Bwana akanambia, where you are? I'm outside my job. Take a bus. Did you take your bus yet? Not yet. Kizungu. Wa Tanzania nkenda nikachukua basi, nimo kwenye basi ndugu yangu na kihenga chifu changu nalilia bwana nakuwezi. Nakupenda. Bwana nyamaza basi, nitakuja. Haya, ukifika nyumbani nipigie simu. Kata kwanza simu yako, unalia sana. Penzi yetu nalilia penzi na kililia kibabu cha watu. Ndugu yangu, kufika zangu kwangu, nikaoga pale, nikamaliza, nikaangalia kwanza mavuzi yamo. Nikaona mavuzi, yani mavuzi sina, lakini kanajinyoa kila wakati najinyoa, yani sijiamini vizuri. Nilivyoona kila kitu hakiko vizuri, nikajiandaa pale, nikaitafuta kile kineti dress changu sasa. Jare nikaenda nikakipachua kineti dress, nikakivaa tena. Kumbukeni kwamba jana nilipelekewa moto. Siku ya pili nikakivaa tena. Kukivaa tu, nikaanza wa Tanzania kucheza nyimbo za Celine Dion. Believe I can fly. I believe
swing mawinzi. Nakwambia niko chumbani peke yangu. Nikasema shida hizi zote za nini? Bibi yangu tena pale siwazi tena chochote duniani, namuwaza yule mwanamume tu. Nikampigia simu. Hey, saa 4. Tayari bwana akapokea. Uko wapi? Mbona simu upokee? Nilikuwa nimelala. Uko umelala vipi? Wewe unafanya nini hapo? Nikamwambia nataka uje. Kilio. Sijui kile kilio kilikuwa kinatoka wapi. Bwana akaniambia usilie, I'm coming right now. Right now I'm coming. You miss me, huh? Yes, of course. Na kizungu changu tena jamani. Lile bwana kufika saa 6 kamili. Mida yake saa 6 kamili. Iweke hiyo kichwani. Mida yake saa 6 kamili ndio anapiga show zake. Saa 6 kamili bwana yumo ndani. Saa 5:30 yuko pale. Ile ingechooni kwanza akapake yale madawa yake. Anakuwa anakuja na rasket. Anaiweka rasket, anajifanya kunituma mimi. Ili mimi nimpe ile movement afanye mambo yake. Anaingia chooni, anajipaka sasa. Hivyo vitu vyote nimekuja kuviona baadaye. Wa Tanzania baadaye. Si kwa pale. Kenda kajipaka tena. Sasa kujipaka tena, yule bwana sasa siku ile alikuja kikazi sasa. Sikilizeni hapo. Nyinyi wanawake mnaokwenda kufanya mapenzi mkablidi kwenye vitanda, nisikilizeni ninachokiongea hapa. Akarudi pale yule bwana akapeleka propeller shaft. Kama madudes. Makasablanka. Kapelekewa moto wa kiumeni. Wa Tanzania nikablidi. Kwa sababu nilikuja nikanyanyuliwa staili moja ile inaitwa staili ya kukomba, ile kukomba mboga. Kiuno kikanyanyuliwa hivi. Alafu ushakuweka pumzi baskeli wewe ukapiga ile unajaza upepo. Kwa siku ile nilipelekwa moto kama vile bomba kuchomolewa pakatoka damu. Bwana akakushanya yale mashuka. Yaani hapa tunaongea reality. Kwa nyinyi kama mtaleta mambo yenu, tulieni hapa mko Netflix. Sina relationship, sina mahusiano na mtu, msinihusishe na mambo hayo. Kwa hiyo niko free kusema kile ninachojisikia. Sije kuja hapa nikakwambieni nioweni, nafanya like a joke. I don't care. You understand me hapo kidogo kizungu kwa sababu mnara. Nilikwambia nini mnara wangu kwa muda wote na search signal. Kuchomoa. Nimekolewa mapenzi. Nikawa nakubali nikakushanya yale mashuka ambayo mito akayani zile foronya aliacha, alichukua lile shuka ambalo liliroa ile damu. Sikuwa na siku zangu. Akabeba ile damu akaweka, akaniambia na hiyo chupi ilete hapa. Akaweka kwenye rasketi yake, akaondoka naafu yule bwana. Saa 8. Kawaida yake saa 7, saa 8 duki kachomoka. Baada ya kuchomoka yule bwana, mimi nikaenda zangu nikajiandaa pale nikarudi nikalala. Kulala sasa kufika saa 9:30 nikahisi mwili una baridi sasa. Baridi kali. Sasa ile baridi kali nikahisi kama mtu anatembea ndani ya nyumba yangu. Nikasema nani anatembea? Nasikia nyayo sasa chwa. Nikasema really? Hizi si nyayo hizi, mtu anatembea na nyatia. Nikatulia pale nasikilizia zile nyayo. Nikasema hapana, hebu ngoja kwanza ninyanyuke. Nafumbua jicho hivi. Nakutana na mtu kwenye mlango wangu kasimama hivi. Mwanaume, lakini yeye sasa. Nikashuka ngaba, hujaondoka kumbe upo bado. Popo kila kitu kikapotea. Mtume. Kumbe sio yeye. Mama we. Nikakimbia kama hivi. Nikarudi wa Tanzania. Kwenda kuangalia vizuri kama ndio yeye au si. Wa Tanzania. Hakuwa yeye. Pale nikasema mbona yule mtu mbichi. Sio kwamba nimemuona mtu sijui kivuli, sijui nini. Yule bwana kanisimamia wakati kashatoka mle ndani kitambo. Nikasema
Nikaenda nikaweka udhu sasa na janaba langu. Nikarudi nikaenda zangu nikakoga nikamaliza nikarudi pale nikaanza kusali pale. Nikasali lakini caution mark nikasema hapana. Hapana hii bwana hii mbona lakini nikampigia simu yule bwana akapokea sasa. We umo bado mundani mwangu akaniambia mimi nilitoka zamani nilitoka pale saa 8. Nilikuona what? Nilikuona mlangoni umesimama. Halafu kwa mbichi unanichekea. Unasema kweli? Nakuja kwa maana hiyo tayari nishaanza kushtuka. Kwa hiyo na yeye kule kama kashapata waka. Yule bwana kaja pale. Na anakaa Long Island. Akanambia nisubiri nakuja. Nikamsubiri mpaka afika pale. Kufika pale basi mimi tabu yangu ilikuwa moja. Alipoingia tu mle ndani mwangu. Ile ndo ninamfungulia mlango tayari jamani, yani zile dawa zake na hizi. Baby. Akanambia ananipushi. Kwanza tulia. Kumbe nasikia kuna dawa zinaitwa mgaragara paka ziko hapa Marekani. Dawa za mapenzi zinaitwa mgaragara paka. Hizo dawa hapa wa Marekani wakipaka, mtoto wa kike unakuwa unaingia kwenye mapenzi kama vile paka anavokuwa anamuingia bwana vile wakitaka vile. Ziko hizo dawa za mapenzi watu wanapaka, mwanamke ukaingia ukaanza kuingia mwanamume mwilini. Kumbe alinipakia na mimi hiyo dawa inaitwa mgaragara paka. Ziko Marekani hapa zinauzwa. Kwa Tanzania nyie si uchawi kwenu huko issue. Huko watu wanaabudu. Ndio sikilizeni hii story sasa. Ndugu yangu mgaragara paka ulimkolea yule tajiri Zedoni. Menka kila nikimuona yule bwana namuingia humu. Yaani mpaka yeye ananipusha nadhani zile dawa zilikuwa tayari zishani affect. Wa Tanzania. Bwana akakaa kitako kwenye kiti na mimi nikakaa pale akanambia sasa ni explainie ulichokiona. Nikamuexplainia. Sijui kwamba tayari mimi naoneshwa sasa na mambo ya kwetu sasa. Nimemuona ukafanyaje? Nikapray, nioneshe jinsi ulivyopray. Angalia movie hiyo. Subiri. Nikaenda pale nikaanza kumuonesha. I pray like this. I take this one, I take that one. I do this one, I go down that one. Hivyo ndo unavyo pray. Yes. Ukisha pray hivyo unakuwa unasema nini wakati una pray? Nikamuonesha msahafu sasa. You see this one? I see that one. You open this one? Yes. And then I read Ayatul Kursi. You understand Kursi? I don't know about that. Okay. Let me see. Let me show you. Nikaanza. Kumbe alitaka kuona jinsi gani ninavyomuomba Mungu mpaka nikafika nikamuona yeye pale. Bwana ananipeleleza mimi naropokwa tu. Basi akaniangalia, akanambia swali kama ulivyoswali mpaka mwisho. Nikaswali kama nilivyoswali. Nikarepeat. Okay, hivyo ndo ninavyosali. Okay. Basi kwa heri, tutaonana baadaye. Bwana katoka. Kutoka yule bwana wa Tanzania siku 3 hapatikani kwa simu. Alipokwenda sipajui. Mimi nishapakwa mgaragara paka. Nikaanza sasa. Jamani mwanamume wangu simpati kwa simu. Na kwenda na kushanya yale mashuka naanza kuyabusu mle chumbani. I miss you. My jiggy baby. I miss you. Ndio ilikuwa maisha yangu. Na kushanya mashuka nikiyabusu. Bibi yangu dawa ilinikolea. Bwana yule wa Tanzania. Baada ya siku 3, saa 6 usiku nimelala simu inaita. Ndugu yangu kuipokea. Kapiga. Bwana kapiga nikapokea simu. Vipi niambie mrembo? Ulikuwa wapi? Nikaanza tena kulia wa Tanzania. Miss you. Bwana akanambia usilie, nitakuja kesho asubuhi saa 5. Kesho unafanya kazi saa 5. Siendi kazini kesho, basi saa 5 kesho nitakuwa ndani ya nyumba yako. Bwana muda wote iko serious. Mimi sasa nilopakiwa mgaragara paka ndo nilikuwa nikigaragara na hilo penzi. Ndugu yangu saa 5 nishasafisha nyumba, nishapika, nishafanya saa 5. Ndugu yangu. Bwana anakuja mpaka chai kashaekewa.
Bwana kufika kala pale ashamaliza kula, ule bwana akakaa kitako hivi. Ananiambia sasa, sikiliza mrembo, sasa nataka nikuoe. What? Nataka nikuoe. Hey, that is my dream is come true. Fuck, my dream is come true. You marry me? Yes, I wanna marry you. Hey! Wee! Jamani naolewa. Hey! Wewe. Nikapiga, akaja na pete sasa. Narudi kwenye kiti. Watanzania bwana, akaja na pete. Diamond ring. Niliposti hapa Insta, nilivaa diamond ring nikakuonesheni kidole. Nikajidai mmejinunulia mwenyewe. Ndugu, nikavishwa ile pete na ule bwana akapiga goti chini. Akanambia sasa ninakuvisha hii pete. Halafu leo natoka sasa hivi, nikavishwa ile pete mbanja. Bwana akanambia mimi ninatoka. Nitakufuata saa 2 usiku, tunakwenda kulala hotelini mimi na wewe. Night dress ile nyekundu uje nayo. Sawa. Katoa maagizo yote anataka mende nayo hotelini. Hoteli gani? Liko huko Manhattan. Kilichonishangaza, nilipoingia pale hotelini, alivyokuwa yule bwana anapepetiwa na wale wafanyakazi, jamani, nilikuwa kama nimeingia na rais. Hey, this, come here. Nakwambia nanyenyekewa. Hey. This is all for me. Yes, baby. Let's go in our room. Ndugu yangu, tukaenda zetu mpaka kwenye chumba. Kufika kwenye chumba nishavishwa pete. Bwana akatoka pale chumbani. Kanambia hiki chumba kakiangalia pale. Okay, kapiga simu reception, kaongea pale maneno yake, katoka. Mimi nilikuwa sijui mambo yanavyoendelea ndugu yangu. Kwa nimekaa pale hotelini nazungukana na night dress yangu jamani. Kama hivi tena nichapa kile night dress tena nazunguka hivi bila chumbani, nasubiri tena bwana aje. Nakwambia nazunguka, nakwambia nacheza, bwana akatoka. Bwana pap akarudi. Kurudi bwana yule akanambia haya. Twende kasi. Kuingia ndani ile bwana anaanza kunishikashika, pumzi zikaanza. Sipati pumzi hapo, bado hajanipakua hapo, pumzi zikaanza kunibana sasa. Kila nikasiwezi kuhema. Ile bwana akanambia vipi? Nikamwambia najisikia vibaya, najisikia kama hapo. Nisi yuchai zao hapa. Bwana ule akatoka akafunga mlango. Sasa mimi uzuri wake na kijihembegi changu nako kwenda na kitabu cha Yasini kile na kwa natembea nacho vile duchu. Jamani wa Tanzania alivotoka pale hotelini. Na hisi pumzi nikavua zile nguo pale. Nikavua zile nguo zote, yale manguo ya mekundu yote nikayavua, nikajisikia kanda kupatia mashetani. Nikayavua nikachukua kile kitabu sasa. Nikajifunika ile mashuka ya hotelini pale. Halafu nikaanza kukisoma. Ya Rabbi. Achana na ile nyingine, kuna 2 hapo. Hapo bado niko hotelini hapo. Mtumewe pumzi. Nafungua madirisha. Nikatoka nje na muona wale wahudumu wanapita lema. Anaanza what happened? Naambia pumzi, I can't breathe. Akanambia ingia ndani. Nikaingia ndani, mle ndani. Nikaingia chooni. Wananiambia are you okay? Yes, I'm okay. Mara yule bwana akatokea. Kutokea akaniambia vipi? Nikamwambia no hapa sipawezi. Tutoke. Nikaa kama sasa na mizuka sasa. Tutoke sipawezi, sipataki. Zaki kukaa, nikatoka. Ilikuwa almanusra. Bwana katoka. Movie iliungua siku ile. Siku ile iliungua. Na kipete changu njwa bwana kanuna njia nzima, hatukuna aliyecheka pale. Mpaka kwake. Kwangu kanirudisha hapo, sijui hata anaishi wapi. Akanirudisha kwangu.
kunirudisha kwangu saa 7 nimerudishwa kwangu, maana pale hotelini tulienda mapema. Kufika kwangu sasa, kama akili kaanza, kama kuna akili inaanza kurudi sasa, vitu kama vinaanza notification kama inasoma hivi. Nikarudi pale, naona mzima, nikaingia zangu chooni, nikakoga tena, nikachukua zile vile night dress nini. Kipindi chote ile night dress ilikuwa sizifui, nataka tu nzisikilie harufu ile bwana. Nikaanza sasa kujisomea, mara nimechukua hichi, mara nimechukua hichi. Hapo tena sikwambia nilikuwa nikifanya nini. Basi wa Tanzania tayari sasa, kama kitu kikaje vikichwani, mimi how come, mbona kama niko dunia nyingine, mbona niko sawa, mbona niko okay. Sasa hili ndio tatizo sasa. Nakuwa nampigia simu ule, nampa taarifa, si nikampigia, vipi? Nikamwambia naona sasa hivi niko sawa, niko okay. Unaona raha? Pete yako unayo kwa kidole? Nikamwambia no, nilivua. Ibai.